Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kama nakumbuka last week wiki iliyopita tulijifunza kwa habari ya kuingia ndani yake, ndani ya Kristo. Na leo pia tutaendelea na somo hilo hilo ambalo ni ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Unaweza kurelax tu mtumishi wa Mungu kwa sababu ni muda wa kutosha. Kwa hiyo relax. Endelea tu kuandika kile ambacho Mungu ataendelea kutufundisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ya ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Na kama unakumbuka vizuri, kwenye wiki iliyopita tuliangalia ya kwamba kuna nyumba ya Mungu ama kwenye ufalme wa Mungu kuna wajenzi wa aina mbili. Kuna wajenzi wa aina mbili. Nikasema kwamba kuna mjenzi ambaye ni mtumwa wa nyumba, lakini pia kuna mjenzi ambaye ni mwana katika nyumba. Nikaonyesha kwenye maandiko kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 3 mpaka wa 5. Naomba tunaturudia hapo kwa sababu tutaanzia hapo afu tutaendelea. Waebrania ile sura ya 3. Waebrania ile sura ya 3 na sura ya ngapi? Nimesema sura 3. Yes, sura 3. Kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5. Hapa maandiko yanasema hivi: na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi. Kama nani? Kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yalitakiwa yanenwe baadaye, yaani baada ya wakati wa Musa ama enzi za nyumba ya Musa. Kuna mambo ambayo yatanenwa baadaye. Bali Kristo kama mwana, sema mwana, juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na ufahari ya taraja letu mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumejua kwamba sisi pia ni nyumba. Lakini pia Musa pia alikuwa ni mjenzi. Hivi naomba nirudie hapa, kuna kitu ambacho naona kama nimekiruka. Mstari wa 3 tunasema hivi, mstari wa 3. Nimeanza mstari wa ngapi? Nianza kusoma mstari wa 5. Kwanza mstari wa 3. Ndio maana nimeona kama vile okay. Kwanza mstari wa 3. Kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa. Anayeongelewa kwamba huyo amestahili utukufu zaidi kuliko Musa ni nani? Ni Yesu Kristo. Kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Mstari wa 4. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliye juu ya vitu vyote ni nani? Ni Mungu. Ama aliyetengeneza vitu vyote ni Mungu. Kwa hiyo Musa alipokuwa anajenga ile nyumba kama mtumishi ama kama mtumwa katika nyumba ya Mungu, Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini pia Yesu Kristo naye pia alipokuwa anajenga nyumba yake kama mwana,
Mungu pia alikuwa pamoja na yeye. Kwa hiyo iwe ni kwa mtumwa, iwe ni kwa mwana, Mungu alikuwa anahusika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu nataka kusema hapa ni kwamba kuna kusudi kwa nini amesema kwamba ni nyumba. Na ni kwa nini amesema kwamba kila nyumba imejengwa na mtu fulani. Ya kwanza ikajengwa na mtumishi, na ya pili ikajengwa na nani? Na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema wazi ya kwamba sisi ni nyumba ambayo imejengwa na mwana ambaye ni nani? Ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kila mtu tunajifunza somo linalosema ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Naomba tuende kwenye kitabu cha Kolosai. Kitabu cha Kolosai. Lala amanda la maashata. Lekutara amande rio maashia. Kitabu cha Kolosai. Wakolosai ile sura ya pili, tuanzie ule mstari wa 6. Wakolosai sura ya pili mstari wa 6 inasema hivi: basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mzidi kutoa shukrani. Narudia tena, maandiko yanasema hivi: basi kama mlivyompokea Kristo Yesu ambaye ni Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Yaani mwenende vivyo hivyo kama mlivyompokea Yesu Kristo, mkae humo ndani yake katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sura 7. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea mbele hapo na Kolosai, kwa sababu aliandika barua ya Kolosai ni mtumishi wa Mungu Paulo, si ndio? Anawasisitiza hivi, mstari wa 8: angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa kumbe kuna mapokeo mengine ambayo mtu anaweza kufundisha, lakini si kwa jinsi ya Kristo. Yaani anakujenga, lakini hakujengi kwenye msingi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka niliposema mara kwanza, nikasema hivi, kwenye ujenzi kuna nyumba hizi, na nyumba yote ile kuna msingi wake. Umeelewa? Nyumba yote ile kuna nini? Kuna msingi. Na ndio maana akasema kwamba vivyo hivyo muwe established, yani mjengwa katika yeye, wenye shina, wenye msingi katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Kiingereza nasema kwamba you be established in him. Bwana Yesu asifiwe. Yani msipitike,
mjengwe katika yeye. Yesu asifiwe. Na hapa anatoa maonyo, anasema hivi, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi anapokea wanadamu na kwa jinsi mafundisho ya hali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, na kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo naweka msingi, bado sijaenda kiundani kwenda kuangalia nini maana kukaa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Pende sana kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 7. Tutaangalia maandiko ya kutosha leo, kama kwa kadiri ambavyo Mungu atatujalia. Tutaangalia maandiko mengi ili tuelewe msingi gani ambao mtumishi wa Mungu hapa anaongelea. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye kitabu cha Warumi ile sura 7. Maandiko nasema hivi, kwanza mstari wa kwanza: ndugu zangu, anayeongea tena hapa ni mtume huyo Paulo. Mtume nani? Anaongea tena, ndugu zangu, hamjui maana nasema na hawa walio chini ya sheria. Ndugu zangu, hamjui maana nasema na hao walio chini ya nini? Ya Musa, sheria. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuwa torati humtawala mtu anapokuwa yu hai. Hapa mtumishi wa Mungu Paulo anasema hivi, ndugu zangu, hamfahamu ama hamjui? Maana naongea na hao ambao wako chini ya nini? Ambao waijuao sheria, wanaoifahamu sheria. Akasema hivi, ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Torati ni nini? Ni ile ambayo Musa alitoa, si ndio? Ni zile amri, si ndio? Ambazo Musa alizitoa. Anasema kwamba zinamtawala mtu angali yu hai. Mstari wa pili: kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria ya mume wake wakati anapokuwa yu hai. Bali akifa yule mume, amefunguliwa na ile sheria ya mume. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa nini? Mzinzi. Ila mumewe akifa, amekuwa huru na sheria ya mumewe. Amekuwa huru. Amekuwa nani? Huru. Hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. Kadhalika, angalia neno kadhalika, yani the same way, yani kwa mfano huo huo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati. Sijajua kama kuna mtu amesikia hapo. Nimesikia neno. Yaani ameanza kusema
akasema hivi, torati ama sheria humtawala mtu ingali yu hai. Akifa haitawala, si ndio? Akaendelea tena akasema hivi, akatoa mfano akasema, maana mwanamke aliyeolewa na mume wake akitoka kwa mume wake akaenda kulala na mwanaume mwingine, atakuwa ameivunja sheria. Ile sheria inamfunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ingali mume wake yuko hai, ile sheria ya ndoa inamfunga ya kwamba asiolewe na mwanaume mwingine kwa sababu ameshaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile sheria ikamfungua ama ikamwachia ikiwa mume wake atafanya nini? Atakufa. Kwa ile sheria inamfunga tu ikiwa mume wake yuko hai. Kwa sheria inamfunga mtu aliye hai ambaye hajafa. Bwana Yesu asifiwe. It is getting interesting. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea sasa akasema hivi, vivyo hivyo ama kadhalika sasa, mstari wa 4, mstari wa 3, mstari wa 4, kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmefia torati. Mmefia nini? Kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa hapo? Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba nitakuonesha kwenye maandiko. Inamaanisha kwamba kabla Yesu Kristo hajaja, unajua Yesu kama ni mume wetu, mume wa kanisa. Mnafahamu kwenye kitabu cha Ufunuo inasema kwamba naye bibi harusi ambaye ni nini? Yerusalemu mpya. Bibi harusi, si ndio? Mnafahamu bibi harusi ni nani? Ni kanisa, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Na bwana harusi ni nani? Ni Yesu Kristo. Na ile siku ile ya unyakuo tutaenda kwenye nini? Kwenye harusi. Miaka mingapi? 7. Tunafahamu hilo. Kwa hiyo ngoja sasa nikwambie kitu. Kabla Yesu hajaja duniani, haya duniani, tulikuwa tuko chini ya mwanamume mwingine. Nataka uelewe mfano wa haya maandiko yanavyosema. Umeelewa? Maana nasema kwamba it is getting interesting. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tumeolewa chini ya torati, tumewekwa chini ya nini? Chini ya sheria. Yaani ametuoa huyo. Tunafuata amri zake. Na tusipofuata amri zake tunaonekana tumefanya nini? Tunaonekana ni wazinzi, yaani tumekosea. Ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama mwanamke ameolewa na mwanamume fulani, anatakiwa ajiweke chini ya yule mwanamume, si ndio? Asiende kufuata tena amri ya mwanamume mwingine ambaye sio mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika sasa sisi tulikuwa tumeolewa na nani? Na torati. Na kikawaida ndoa ya sisi na torati ilikuwa haiwezekani sisi kujitoa kwa torati isipokuwa kwa kifo. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu akasema kwamba sikuja kuitangua. Yaani ni kwamba sikuja ili torati ivunjike, ila kuitimiliza. Kwa torati bado yupo. Yule mwanamume wetu wa kwanza bado yupo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kwamba Bwana kwa maandiko yanavyosema hapo, tuendelee mbele. Mstari wa 5. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, yani katika hali ya uhai, kabla hatujafa. Bwana Yesu asifiwe.
mazao. Yaani kuna jambo ambalo kama mtu hujasoma maandiko vizuri unaweza ukashangaa. Maandiko hapa nasema kitu cha ajabu sana, ya kwamba tulipokuwa katika hali ya mwili, yani kabla hatujafa, tulipokuwa tuko chini ya yule mwanaume wa kwanza ambaye ni Torati, anasema hivi, tamaa za mwili, tamaa za dhambi zilizokuwako kwa sababu ya Torati. Hivi unaweza ukaamini kwamba tamaa ya dhambi inaweza kuwepo kwa sababu ya Torati? Sasa nategemea kwamba amri ukaambiwa kwamba usiibe ama usiue, basi ile amri itakuwa inakusaidia uwe mwenye haki, si ndio? Lakini badala yake tunaambiwa ya kwamba tamaa ya mwili ilikuwepo kwa sababu ya Torati. Yaani kumbe zile amri unapokuwa unaambiwa usiibe, usiue, usizini, usifanye nini, pale ndio dhambi inaamka. Sasa mimi siongelei hayo kwa leo. Nazungumza kwa sababu kabla ya Kristo. Tutazungumza siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Mstari wa 6. Bali sasa tumefunguliwa. Sema tumefunguliwa. Katika Torati tumefia ile hali iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Not tena neno hilo, tumefunguliwa. Kumbe tulikuwa tumefungwa. Mstari wa ngapi huo? Mstari wa 6. Tumefunguliwa katika nini? Katika Torati. Yaani tulikuwa tumefungwa na yule mwanaume. Na anasema hivi, tumeifia ile hali iliyotupinga. Kumbe tulipokuwa tumefungwa na Torati, kuna hali inatupinga. Bwana Yesu asifiwe. Ili tupate kumtumikia, ili sisi tupate kutumika katika hali hii nalina sauti. Punguza kidogo. Kupunguza kidogo kule kwenye inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, acha tu nibadilishe betri hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kumbe kuna hali ya zamani ambayo tulikuwa tunaishi, inaitwa hali ya andiko. Hali ya nini? Hali ya andiko. Kuna hali ambayo tulikuwa tunaishi zamani, inaitwa hali ya nini? Hali ya andiko. Hali ya andiko. Hali ya andiko. Naomba note hilo neno andiko. Kwa Kiingereza nasema letter. Kwa Kiyunani logos. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulipokuwa chini ya sheria, tulikuwa tunaishi kwa andiko, kwa zile amri ambazo Musa aliziandika kwenye vibao. Bwana Yesu asifiwe. Ambazo anasema hapa kwamba kwa sasa hivi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Naomba noti hilo neno, ya kwamba wakati huu sasa tumeshaolewa na mtu mwingine, na huyo mtu mwingine anatutaka tutumike katika hali ya roho, si katika hali ya andiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe, wakati tulipokuwa chini ya huyo mtumishi wa Mungu Musa, yule mjenzi wa nyumba ya kwanza ya Mungu, ambaye alijenga ile nyumba kama mtumishi, maandiko yanasema kwamba
Musa alipokuwa anajenga, alitujenga chini ya andiko, hakutujenga chini ya maongozi ya Roho, ila alitujenga chini ya amri, alitujenga chini ya vibao, alitujenga kwa kusema ya kwamba usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hivi, bila kuwa na Roho ndani yetu. Yesu asifiwe. Lakini wakati huo sasa, alipokuja huyu Yesu Kristo ambaye ni mwanaume mwingine, ambaye ni mtu mwingine, ametujenga tuongozwe, amatuwa chini ya Roho. Yesu asifiwe. Pendelee, maandiko yanasemaje hapo mbele? Mstari wa 7. Tusemeje basi? Anauliza hivi. Tusemeje basi? Torati ni dhambi, yani sheria ni dhambi? Kwa sababu tumeifia, si ndio? Na amesema kwamba alikuwa ametufunga. Ukiona kama mtu amekufunga, hapana kuzuia, tunaona kama vile ni muovu. Ndio maana akauliza hili swali. Bwana Yesu asifiwe. Ameuliza hili swali kwa sababu gani? Kwa sababu obvious ya kwamba ikiwa mtu alikuwa amekufunga mara ya kwanza na sasa hivi umefunguliwa na sasa hivi unamtumikia Mungu katika hali ya roho, ni dhahiri kwamba inawezekana yule mtu alikuwa sio mzuri. Ndio maana anauliza. Asingeuliza hivi kama usingekuwa na maswali kama lazima unajiuliza. Anasema hivi, Torati ni dhambi? Akajibu mwenyewe akasema hivi, hasha, walakini singetambua dhambi ila kwa sheria. Ila kwa nini? Kwa kuwa singelijua kutamani kama Torati isingesema usitamani. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, yani dhambi ilipata nafasi kwa ile amri. Ulipoambiwa kama usitamani, dhambi ikapata nafasi kupitia ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Not neno. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja, na sio mtu mmoja, ni watu wengi sana. Kwa sababu mimi napenda kufundisha namna ya kushinda dhambi. Watu wengi wanapenda sana kuniuliza, hivi unawezaje mtumishi wa Mungu kushinda hizi tamaa, kushinda dhambi, kushinda tamaa? Bwana Yesu asifiwe. Jibu hili hapo. Umeona hilo jibu? Kwenye andiko. Maandiko yanasemaje? Maana nini? Bila sheria dhambi imefanya nini? Maana bila sheria dhambi imefanya nini? Dhambi. Maana dhambi bila sheria. Maana dhambi bila sheria imefanya nini? Umeelewa? Usipanda mbegu. Kupanda mbegu yoyote ile, hiyo mahindi, hiyo nini? Usipanda mbegu. Mbegu inahitaji nini? Inahitaji mwanga, si ndio? Inahitaji maji, si ndio? Inahitaji udongo, si ndio? Mbegu inahitaji udongo, inahitaji maji, inahitaji nini? Mwanga. Umeelewa? Sasa nikwambie kitu sasa. Dhambi hii unayoiona hii huwa ina chakula chake. Kama vile mbegu bila maji haioti, mbegu bila jua haioti, vivyo hivyo dhambi bila sheria haina nguvu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kunaelewa? Nirudie tena. Nasema hivi, kama unapanda mbegu ukipanda kwenye ardhi inahitaji udongo, si ndio? Inahitaji mwanga, si ndio? Inahitaji maji. Sana ni maji, si ndio? Ushaipanda inahitaji maji. Umeelewa? Vivyo hivyo dhambi ama tamaa, kwa sababu dhambi kwambia kitu. Dhambi ni roho. Ni roho.
huwa inakuja inakamata mwili, inaanza kukushawishi. Huyo unamwona fulani, unamwona jinsi alivyo, unamwona jinsi alivyo. Kama ni hasira, inaanza kuambia kwamba amekuchukiza jambo fulani. Unaona alipofanyia, unaanza kupata hasira. Kama Kaini aliposaishiwa. Unakumbuka Kaini? Aliambiwa hivi, tena Mungu alimwambia waziwazi, akasema kwamba maana dhambi inakunyemelea, iko mlangoni mwako, ishinde. Kaini alimsikiliza Mungu? Hakumsikiliza. Ile dhambi ikaendelea kumshawishi, muue maana anakuzidia, anapata baraka yeye kuliko wewe. Akamtafuta Habili ndugu yake, akaenda kumuua. Dhambi ikafanya nini? Ikamshinda. Sasa nikwambia sasa kwamba dhambi hiyo bila maji yake ni nini? Ni amri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani dhambi ina maji yake, ina chakula chake, na bila chakula hicho dhambi imefanya nini? Imekufa. Ni kama vile mbegu bila kuimwagilia maji kwa dhambi inaweza ikawepo kabisa, imekuja hivi, lakini ile dhambi haiwezi kuwa na nguvu kwako kama hakuna sheria. Sasa kwa sababu nimekuonyesha andiko moja, unaweza usikamate vizuri. Wao nikuonyesha maandiko mengi. Nikuonyesha maandiko mengi. Sawa. Twende andiko lingine. Sasa hiyo japokuwa sasa ninataka kabla kutoka kwenye msingi wangu, kwa sababu msingi wangu ulikuwa kwenye ndani ya Kristo. Hapa naweka tu msingi, lakini kwa sababu ya kuelezea zaidi, ngoja nikuonyeshe tena maandiko mengine. Lakini hapo bado tunaweka msingi ya kwa nini ndani ya Kristo. Sasa kabla sijakuonyesha maandiko, ngoja tumalizie hapa. Kwa sababu kuna neno ambalo nataka nikuonyeshe hapa. Mstari wa 8. Anasema mstari ngapi tunafika? Mstari wa 9. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria. Anasema hivi, yani mimi nilikuwa hai hapo kwanza bila nini? Bila sheria. Ila ilipokuja ile amri, dhambi ikahuika. Yani kuhuika maana yake ni kupata uhai ama kuishi. Yani ilipokuja sheria, dhambi ikafanya nini? Ikahuika. Ikaishi. Nami nikafa, yani ikaniua. Kwa sababu unajua mshahara wa dhambi ni mauti Mshahara wa dhambi ni mauti. Unafahamu hilo andiko? Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Haya. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Mstari wa 12. Basi Torati ni takatifu, na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuna mtu anaelewa hapo? Twende kwenye kitabu kingine. Hapo. Kitabu cha Warumi sura ya 6. Oh my God. Mstari wa 14. Kuna mtu anafika mstari wa 14. Inasemaje? Maana dhambi haitafanya nini? Nao kila mtu tusome hapo. Maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamui chini ya nini? Bali chini ya nini? Yaani kutaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kile kitu hiki kijae ndani ya moyo wako. Unaona namna ya kushinda dhambi? Yaani itakutawala tu. Yaani kinyume chake ni kwamba kama unataka kusema kinyume chake hapa ni kwamba dhambi itakutawala wewe ikiwa utakuwa chini ya sheria, hautakuwa chini ya neno. Ndio kinyume chake. Na alipoandika akasema kwamba dhambi haitawatawala ninyi. Kwa nini? Kwa sababu hamui chini ya mume wa kwanza, ila chini ya mume wa pili. Mume wa pili nani? Ni Kristo. Na Kristo ni yupi? Ngoja nikuonyeshe. Kristo ni yupi? Kitabu cha Yohana amesema hapo haitawatawala ninyi kwa sababu hamko chini ya sheria, bali chini ya nini? Bali chini ya nini? Chini ya neema. Yohana Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 17. Inasemaje? Mstari wa 17. Kwa kuwa Torati
ililetwa kwa mkono wa nani? Dhambi haitawatawala ninyi kwa kuwa hamko chini ya nini? Ya Torati, chini ya Musa. Kwa sababu dhambi ilikuja kwa mkono wa nani? Kuna mtu ananielewa? Yohana sura ya 1 mstari wa 17. Yohana sura ya 1 mstari wa 17. Kwa kuwa Torati ililetwa kwa mkono wa nani? Wa Musa. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa nani? Hapa anasema hivi, maana dhambi haitawatawala ninyi kwa kuwa hamko chini ya Musa. Kule kwenye kitabu cha Warumi tuliposoma la kwanza sura ya 6 mstari wa 14. Umeelewa? Ndio maana yake. Aliposema kwamba hamko chini ya sheria bali chini ya neema, anamaanisha kwamba kwa sababu hamko chini ya Musa bali chini ya Yesu. Kwa sababu hamko kwenye nyumba ya Musa bali mko kwenye nyumba ya nani? Ya Yesu. Kwa sababu aliyeleta sheria ni Musa na aliyeleta neema ni Yesu. Maana Mungu anasema kwamba neema na kweli zimekuja kwa mkono wa nani? Yesu Kristo. Umeelewa? Ndio maana nimekwambia kwamba maandiko yanasema kwamba ikiwa mmeokolewa, kwenye kitabu kile cha Kolosai, ikiwa mmeingia ndani ya Kristo, kaeni humo mkijengwa na kuimarishwa humo. Maana yake ni kwamba kuna uwezekano mkamwacha Yesu Kristo mkaenda kujengwa na mtu mwingine, na mkijengwa na mtu mwingine inaonyesha kama mnarudia tena kumfufua yule ambaye alikufa, mmemfia. Kuna mtu ananielewa? Yaani ninasema hivi, ukimwacha Kristo ukarudi kule unamfufua tena yule ambaye amekufa kwa sababu nilimfia. Nikwambie ukweli ni kwamba sheria haijafa, ila aliyekufa ni nani? Ni wewe. Yaani mume wako hajafa ambaye ni sheria, ila wewe ndio umefanya nini? Umekufa kwa njia ya nini? Ya ubatizo, kwa njia ya Kristo Yesu. Ulipozikwa pamoja na yeye ulifanya nini? Ndio maana tulipoanza kusoma pale umesema kwamba maana sheria humtawala mtu angali yu hai. Kwa hiyo wewe hauko hai, umekufa pamoja na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa? Tuendelee. Sasa kwa sababu nimekuahidi ya kwamba nitakuletea andiko lingine, kitabu cha waraka wa pili wa waraka wa kwanza wa Korinto, waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15. Waraka wa kwanza wa nani? Sura ngapi? Ya 15. Umefika eh? Mstari tuanze sana 59, mstari wa 56. Inasemaje? Mstari wa 56. Mstari wa 50 ngapi? Mstari wa 56 nasoma. Uchungu wa mauti nini? Uchungu wa mauti nini? Yaani kwa Kiingereza nasema kama the sting. Yaani sumu ya mauti. Yaani sumu inayokufanya wewe ufe. Ni nini? Ni dhambi. Yaani uchungu wa mauti. Uchungu maana yake ni kila ambacho kinakuumiza, mpaka kinakuua. Uchungu wa mauti ni nini? Kilichokufanya wewe ufe ni pale Adamu wa kwanza alipoiasi ile amri, akasema kwamba hakika utafanya nini? Utakufa. Kwa hiyo kifo kimekuja kutokana na nini? Na dhambi. Ndio maana nasema kwamba uchungu wa mauti ni nini? Ni dhambi. Mfano endelea hapo, nasemaje? Na nguvu ya dhambi ni nini? Umenielewa sasa hapo? Kama shahidi wawili au watatu, kila neno la jambo limefanya nini? Lidhibitike. Maana kuna wasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hujaelewa. Ndio maana watu wengi wanaokoka alafu wanaanguka. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu alipookoka muamini Yesu, akampokea Yesu. Umeelewa?
Lakini walipotaka kwenda walipokuwa wanakuwa kiokovu, walipokuwa wanakuwa, wakaanza kumsikiliza Musa. Wakamrudia yule mwanamume wa kwanza, wakajitoa chini ya neema, chini ya Roho, wakaanza kwenda kwenye andiko. Kwa sababu nikwambie ukweli, Agano la Kale halihitaji roho ili ulielewe. Zile amri hauhitaji roho ili, lakini neema na kweli unahitaji roho ili uielewe. Nikwambie hivi, kuna wasomi wengi wanasoma theolojia lakini hawajawahi kumtambua Yesu Kristo katika neema. Kwa sababu ili mtambue Yesu Kristo katika neema, inatakiwa uwe na roho. Umenielewa? Umenielewa? Kuna mtu hajanielewa. Yaani nimesema hivi, enzi za Musa zilikuwa ni enzi za andiko. Na andiko liliandikwa kwenye nini? Kwenye ubao. Kwenye nini? Kwenye mbao za mawe. Musa akaja akawaletea wana wa Israeli zile amri kwenye vibao vya nini? Vya mawe, andiko. Bwana Yesu asifiwe. Enzi za nani? Za Musa. Hawakuhitaji kupewa Roho Mtakatifu ili wazielewe zile amri. Umeelewa? Hawakuhitaji kupewa Roho Mtakatifu ili wazielewe zile amri. Walielewa maana ya kuua ni nini. Walielewa maana ya kuzini ni nini. Walielewa maana kutamani mtu mwingine ni nini. Umeelewa? Hawakuhitaji Roho Mtakatifu ili waelewe. Umeelewa? Lakini sisi katika Agano Jipya, naomba nikufukue tena mahali pengine ili nikueleweshe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wakorintho wa pili, waraka wa pili wa Wakorintho sura ya 3. Waraka wa pili wa Wakorintho. Bado sijagusa ndani ya Kristo. Bado naweka msingi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijajua kama mtanipa muda wa kutosha tuende tujifunze vizuri. Mko tayari kujifunza? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Waraka wa pili wa Wakorintho sura ya 3 pale. Tutaanzia mstari tuanze 4. Huyo aliyeandika barua tena hii ya Wakorintho ni nani? Ni Paulo huyo, mtumishi wa Mungu Paulo. Waraka ni maana yake ni barua. Waraka ndio maana yake ni kwamba ni kile ambacho mtumishi wa Mungu aliwaandikia wale watu wa Mungu. Haya, anasema hivi. Naomba unisikilize vizuri kabisa. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu, sema utoshelevu wetu, watoka kwa Mungu, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa Agano Jipya. Yaani Mungu ndiye aliyenitosheleza mimi Paulo na wahudumu wengine wa Injili, wachungaji, wainjilisti, maaskofu, kuwa wahudumu wa Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pendelee. Aendelea hapo. Hiyo sentensi haijaisha. Anasema hivi, si wa andiko bali wa nini? Wa roho. Yaani sisi wahudumu wa Agano Jipya si wa andiko bali wa. Sasa kwa jinsi nilivyokuelezea mara kwanza, nafikiri utakuwa umeshaelewa. Anaposema andiko anamaanisha sheria. Vile kwani kuonesha hapo mbele. Sina haja kuelezea sana kwa sababu imeandikwa hapa mbele yake. Hapo uone mbele yake. Uone hapa mbele yake. Mstari wa 6. Mstari wa 7. Anasema kama
anasema kama bali, anasema hivi wapi si wa andiko bali wa roho, maana andiko huua bali roho hufanya nini? Huuisha. Kama nilivyokuambia kwamba umesoma kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 96, tukasema ya kwamba bali uchungu wa mauti ni nini? Ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni nini? Ni sheria ama torati. Kwa hiyo ni dhahiri ya kwamba inayoua pale ni sheria, kwa sababu sheria inaipa nguvu dhambi, na dhambi inasababisha mauti. Bwana Yesu asifiwe. Hapa akasema ya kwamba sisi si wahudumu wa andiko bali wahudumu wa roho, maana andiko huua lakini roho huuisha. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7, basi ikiwa huduma ya mauti, noti lo neno, ikiwa huduma ya nini? Iliyoandikwa na kucholongwa katika mawe. Naomba nasoma polepole kwa makusudi kabisa ili kila mtu aelewe hapo. Anasema mara ya kwanza amesema andiko huua, na nikakuelezea kwa urahisi nikasema kwamba anaposema andiko ni ile ambayo aliandika kwenye mawe, na hapa nasema ya kwamba imeshakuwa ni huduma ya mauti tena. Yani sio, amesema ni huduma, yani ni kama vile mimi ambapo nilikuwa na huduma tupo hapo kwenye tunatumikia katika huduma ya nini? Ya HIM chini ya mtumishi wa Mungu Prophet Edmund. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa kwamba hiyo huduma ambayo alikuja nayo Musa ya andiko akaita kwamba ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata wana wa Israeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. It is obvious. Maandiko yanasema hapo waziwazi ya kwamba hiyo huduma ya Musa, hiyo huduma ya mauti ndio hiyo ambayo ilicholongwa katika mawe, na hiyo ndio ilikuja katika utukufu, kasi ya kwamba wana wa Israeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa. Unakumbuka Musa alipoenda mlimani siku 40? Mnaelewa? Alipoenda mlimani siku 40, aliposhuka uso wake ulikuwa unang'aa. Unakumbuka? Alipokuwa na vibao. Kasi kwamba wana wa Israeli wakasema kwamba Musa, tunakuogopa, ninaomba ujifunike. Unakumbuka? Kama unasoma Biblia vizuri. Walimwambia kwamba Musa, tunakuogopa kwa sababu alipoenda mlimani alishuka ile siku 40 na vile vibao akiwa anang'ala uso. Lakini hapa maandiko yanasema sasa kwenye Agano Jipya yanasema ya kwamba hiyo aliyokuja nayo kwenye vibao ilikuwa ni huduma ya mauti. Yaani zile amri. Yaani hapa kama utanielewa basi utakuwa ni ngumu sana kuelewa. Bwana Yesu, au itakuwa ni mwalimu mbaya sana. Ama kama itakuwa sio mwalimu ni mbaya basi na wanafunzi wabaya sana ambao hawaelewi haraka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hapa yanasema hivi, basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata wana wa Israeli hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Bwana Yesu asifiwe. Umeona? Anasema kwamba hiyo ni huduma ambayo ilikuja kwa mkono wa Musa. Ni huduma ya nini? Ya mauti. Mstari wa 8. Je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu?
Nilikwambia mara kwanza, nikasema kwamba sisi tumeweka katika nini? Huduma ya nini? Ya Roho. Anasema sasa huduma ya Roho hiyo, je, haitakuwa katika utukufu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu, huduma ya nini? Ya adhabu ina utukufu, seuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Kwa hiyo kumbe huduma ya Musa ilikuwa ni huduma ya adhabu, na huduma ya Kristo ni huduma ya haki, yaani huduma ya kuhesabiwa haki. Kuna mtu anielewa hapo? Maana hii hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu unaozidi sana. Kwa maana ikiwa ile iliyobatilika ilikuwa na utukufu zaidi sana, ile ikaayo ina utukufu. Kwa ile ilikuwa sio kwamba ikae. Umenielewa? Yaani ile ya kwanza ilikuwa sio kwamba ikae, ila hii ndio inatakiwa ikae. Ya Roho ndio itakuwa ifanye nini? Ikae. Mstari wa 12. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, mwisho wa huduma yake iliyokuwa ikibatilika. Yaani alivaa ule utaji. Nakumbuka nimekwambia kwamba aliposhuka mlimani walimwambia kwamba wewe unatisha sana, umejaa utukufu kwenye uso wako, vaa utaji kwenye uso wako. Utaji ni kale kanali kama vile bigarusi anavyovaa. Bigarusi nafahamu anavyovaga, huwa anavaa kanguo fulani ambao kanamfunika mpaka pale bwana harusi anakuja anamfunua hivi. Ule ndio utaji. Bwana sasa, inamaanisha kwamba ni kifuniko ambacho kinafunika mtu asimuone vizuri yule mwenye utukufu. Bwana sasa, na hapa sasa maandiko yanasema ya kwamba kumbe kila ambacho Musa alikuwa anakifanya kilikuwa kinadhihirisha katika ulimwengu wa roho uhalisia. Unini uhalisia ya kwamba huduma yake ilikuwa inafichwa kwenye uso wa watu kwa sababu ilikuwa inabatilika. Maana yake ni kwamba ilikuwa haikai, ilikuwa inatakiwa ikae kwa muda mfupi, yaani ikae kwa muda fulani, afu baadaye ije nyingine ambayo ina utukufu kuliko ya kwake. Mtu anaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Sala 14. Ila fikra zao zilitiwa uzito. Yaani zilitiwa uzito. Unajua fikra zinapotiwa uzito, maana yake ni kwamba unazuiliwa kuiona vizuri ama kuipokea ama kuiamini kweli. Fikra zinatiwa nini? Uzito. Yaani unakuwa haufahamu maandiko, unakuwa ufahamu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, lakini fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi, wakati lisomwapo agano la kale, wakati lisomwapo agano la nini? La kale, utaji huo wakaa. Maana haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Si kuna mtu anaelewa? Anasema hivi, maana fikra zao zilitiwa uzito, ili wasifahamu, ili wasielewe, ili wasitambue. Na ndio maana akaendelea pale mbele akasema hivi, maana hata leo agano la kale lisomwapo hawaelewi, hawafahamu ya kwamba litaondolewa atakapokuja Kristo. Mpaka leo, yani mpaka leo, sio Wayahudi tu, mpaka hata watu wa huku ambao wameamini katika Kristo, mpaka leo hawajui ya kwamba hawataki kukaa kwenye agano la kale, watakoka ndani. Mpaka leo. Kwa nini? Kwa sababu fikra zao Umeelewa? Anda alama Asaya 4. Natamani uelewe ande Elia Asaya. Anasema hivi,
maana narudia tena, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo huo wakaa, yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo, sema hata leo, Torati ya Musa isomwapo, Torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Yaani ule utaji unaikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote, sema wakati wowote, watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Yaani ule uzito, ile kutokuona, kutokujua ya kwamba Torati itaondolewa, wakimgeukia Bwana unafanya nini? Unaondolewa. Basi Bwana ndiye Roho, lakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye nini? Penye uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa hapa? Ninazungumza kwa habari ya misingi hii miwili ili tuingie ndani ya Kristo. Unatakiwa uelewe kwanza hili jambo la misingi hii miwili, ya kwamba unaweza unaishi lakini umejiweka kwenye msingi wa mtu mwingine, lakini unadhani ya kwamba wewe uko kwenye msingi wa Kristo. Na hii ni mbaya sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye aliye chini ya Torati yuko chini ya dhambi. Hata kama umeokoka, unampenda Mungu, utajishangaa ya kwamba unatamani ufanye kitu fulani kizuri kwa Mungu, lakini ile dhambi inakuzidia. Ndio maana Paulo akasema kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 7 kuanzia mstari wa 15, akasema ya kwamba maana sijifahamu, sijielewi, kila ambacho nataka nikifanye nimpendeze Mungu sikifanyi, lakini ambao silipendi nalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha ya kwamba alipokuwa yuko chini ya sheria, alitamani asiibe, alitamani asiabudu sanamu, lakini akajikuta anavutwa na ile amri inamvuta anaabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu yoyote akijitia chini ya sheria, akijitia chini ya Torati, ni obvious atakuwa ni binadamu. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye amejitia chini yake ni rafiki wa dhambi. Yaani yeye na dhambi wanapeana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanasema kwa habari ya huyu mjenzi wa pili ambaye ni Yesu Kristo, yanasema hivi, lakini neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Maandiko ndivyo yanasema. Neema maana yake ni ile zawadi ama uwezesho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia wiki iliyopita nikasema hivi, Adamu alipokuwa ndani ya Edeni alikuwa hajui mabaya mpaka alipofanya dhambi. Alikuwa hajui kuiba mpaka alipofanya dhambi. Alikuwa hajui kupungukiwa mpaka alipofanya dhambi. Alikuwa hajui kula kwa jasho mpaka alipofanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Adamu alipokuwa ndani ya Edeni alikuwa hajui kuonewa, alikuwa hajui kuishi maisha ya taabu. Aliyajua mema ya Mungu tu. Alijua kuwa na raha tu. Alijua kustarehe tu. Alijua kukaa na Mungu tu. Sikia nikwambie kitu. Kuna neno watu hawalielewi. Maandiko yanasema kwamba mara Adamu
unaambia kwamba, je, nataka nikuulize swali. Kabla ya hapo alikuwa amevaa kitu gani? Kilikuwa kimemfunika mpaka asijione uchi, lakini baada ya kufanya dhambi ghafla akaanza kujiona yuko uchi. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho Wakristo wengi hawakielewi, ambacho Adamu alikuwa nacho, ambacho kilimfanya asipungukiwe, asijione mtupu. Kuna kitu Adamu alikuwa nacho. Na nikwambie ukweli ni kwamba unaweza ukawa na kazi, unaweza ukawa na biashara, unaweza ukawa na afya, lakini ukajiona mtupu. Na Yesu asifiwe. Unaweza ukanywa maji lita nyingi, lakini bado ukawa na kiu. Na Yesu asifiwe. Wanadamu hawajui kuna shauku wako nayo, kuna kiu wako nayo, lakini wengi wao hawajui ile kiu walionayo kwa sababu gani. Ushakujiuliza walevi huwa wanatafuta nini kwenye mvinyo? Ni kiu ya nini hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiu wanakuwa nayo inawasukuma, leta la kwanza, leta nyingine. Hata wenyewe nakwambia kama nina kiu leo, nina kiu. Yaani leo nina kiu, natamani nikaguse kamnywesho. Kamnywesho si kanini? Kamnywesho. Natamani kamnywesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipokuwa ninachunguza maandiko, nilishangaa sana kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 na ule mstari wa 18, maandiko yanasema ya kwamba msilewe kwa mvinyo ambapo humo kuna ufisadi, bali mjazwe na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ushatafakari hivi, kwa nini Paulo asiseme akalinganisha vitu vingine, akalinganisha mvinyo na Roho? Umeelewa? Yaani Paulo akatafuta cha kulinganisha na Roho Mtakatifu, akabidi alinganishe na mvinyo. Hivi unafahamu ya kwamba mtu akijazwa kabisa na Roho Mtakatifu anakuwa kama mlevi? Umeelewa? Nikwambie kitu. Kuna wakati hapa naongea, ushakuwa na mlevi. Mlevi anaweza akaongea maneno ambayo hajawahi kuyaongea wakati yuko kawaida. Anaweza akasema kitu ambacho hajawahi kukifanya kabla hajalewa. Na ndivyo hivyo ninapokuwa sisi wahubiri. Mimi ninapokuwa kawaida, huwezi kumkuta naongea hivi. Kuna mtu mmoja alishakuniambiaga ya kwamba mimi sijakusikia kukuelewa. Yaani ningekuangalia wewe sikuona hivi kabisa kama unaweza kuhubiri. Kwa sababu nakuona na kigumizi, hata kuongea kwako, yaani unakuwa hata wewe sio mwongeaji. Lakini nashangaa unaposhika maiki, siku na kibali kinakuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu anasema kwamba msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe na Roho. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kuna nafasi ndani yako. Hiyo nafasi ni nafasi inayopaswa kuingiziwa kinywaji. Na kinywaji hicho ni Roho Mtakatifu. Kuna nafasi ndani yako ambayo ikikosekana kupewa kinywaji, utatamani kunywa kinywaji, utakuwa na kiu. Bwana Yesu. Kwa hiyo wale walevi wanapotafuta kileo ni kwa sababu kuna kiu ndani yao. Hiyo kiu iliyopaswa ijazwe na Roho Mtakatifu, wanaijaza kwa nini? Kwa kileo, kwa sababu hawajamfahamu, hawajamwamini Yesu Kristo. Ndio maana wanajaza kwa nini? Kwa kileo. Hii inamaanisha kwamba wakimwamini Kristo
wakajazwa na Roho Mtakatifu, ile kiu inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ile hali ya utupu inafanya nini? Inaondoka ndani yao, kwa sababu mwenye nafasi yake amekalia nafasi yake ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie waziwazi Mkristo ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo tumepoteza tulipofukuzwa Edeni. Na mojawapo ni hicho kinywaji. Maana Adamu alipokuwa ndani ya Edeni, muda wote alikuwa kwenye ushirika na Roho Mtakatifu. Alikuwa na Mungu muda wote. Alikuwa amekaa na Mungu muda wote. Ile nafasi ya Mungu ilikuwa imejaa moyoni mwake, kasi kwamba hakuwa anahitaji chochote. Na Yesu asifiwe. Lakini ghafla alipofanya kosa akajiona ni mtupu. Maandiko yanasema kwamba akajiona mtupu kwa sababu kulikuwa hakuna lugha ya kuelezea ile hali aliyojisikia Adamu baada ya kufanya dhambi kwa lugha ya kawaida. Ni sisi tu leo, sema sisi leo ndio tunafahamu ya kwamba ukitenda dhambi Roho Mtakatifu anatoka. Maana sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kitabu cha Warumi sura 6:23. Maana wote wamefanya nini? Dhambi na kupungukiwa na utukufu. Lile neno kupungukiwa na utukufu ndio lilitokea Adamu, likamfanya ajione uchi. Kwa hiyo alikuwa hajawahi ku experience kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na ndio maana neno pekee ambalo aliweza kumwambia Mungu, kumwambia kama nalijificha kwa sababu nalijiona niko uchi. Kwa sababu kabla hapo hajawahi kutoka na Mungu. Kabla hapo alikuwa na Mungu siku zote, hajawahi kujua kupungukiwa na Mungu. Na ndio maana hakujua ni nini kimetokea. Alishangaa tunajiona kama vile mbona niko mtupu. Hakujua ya kwamba kile kilichomfanya ajione ni mtupu ni kwa sababu Mungu alimtoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alipopungukiwa na ile kabodi, maana kabodi ni neno la Kiyunani linamaanisha utukufu, kabodi. Akapungukiwa na nani? Na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo inaendelea hivyo hivyo. Ile hali ya utupu inaendelea kuwatafuna wanadamu mpaka wakati ambapo watarudishwa tena kwenye hali ya uedeni wao ndani ya Kristo. Nimekwambia kwamba ndani ya Kristo tunaingizwa kwenye nini? Kwenye raha yake. Nikwambie ukweli ni kwamba raha mtu haipati kwa sababu amepata fedha. Unaweza ukawa na fedha na bado usiwe na amani, na bado usiwe na raha, na bado usiwe na furaha. Raha haipati mtu kwa sababu, namkumbuka Sulemani, mfalme Sulemani. Mungu alimpa kila kitu kinachotamanika kwenye dunia hii. Alimpa utawala, alikuwa ni mfalme. Akampa hekima, akampa mali na utajiri. Umeelewa? Akampa vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa tu ni kwamba Sulemani alipewa vitu vya kimwili, lakini akamkosa Mungu. Kwa hiyo ile hali ya utupu aliyokuwa nayo ikasababisha aanze kutafuta furaha ama raha kwa wanawake. Akaoa wanawake mpaka 700 na masuria 300. Anatafuta raha. Umeelewa? Anasema kwenye kitabu cha Mhubiri ya kwamba alitafuta raha na furaha kwenye kila eneo. Alijaribu mvinyo,
akajaribu wanawake, akajaribu kicheko, akajaribu nyimbo, akajaribu kila kitu. Akasema ya kwamba, akakonklude akasema ya kwamba vyote ni ubatili na kujulisha nini? Hiyo ndio proof ya kwamba kuna watu mnasemaga ya kwamba mimi nikipata hela, na kuna watu wanasemaga ndio kusema siku hizi kwamba pesa ndio kila kitu. Wasanii wanaimba kasi, pesa ndio kila kitu. Lakini kwa ukweli wape pesa wanaotaka, wanapata pesa lakini bado hawana kitu, wanajisikia mtupu. Wanajisikia mtupu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni dhahiri ya kwamba kuna kinywaji wamekikosa, na kile kinywaji kwa sababu wamekikosa hawawezi kutulia. Na ndio Yesu siku moja alipokuwa kwa Wayahudi, kwenye sherehe moja Wayahudi, akapiga kelele akasema ya kwamba yeye aliye na kiu na aje anywe maji bure. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia tena yule mwanamke Msamaria, akamwambia kwamba nikupa mimi maji, hautakuwa na kiu tena. Maji haya yatakuwa ni mito ya maji yanayobubujika uzima ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yatakata hiyo kiu. Maana alimwambia kwamba una wanawake 5, una wanawake 4, na wale unao wale sasa hivi 5 sio mume wako. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kiu aliyokuwa anazungumza Yesu ni kiu ya kukata hata hayo hiyo kiu aliyokuwa nayo mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo hayo maji ndio hayo ambao Yesu Kristo anasema kwamba sisi wahudumu wa Agano Jipya ni wahudumu wa Roho. Sema Roho. Sasa umeona shida ilipo? Shida ilipo ni kwamba watu bado wanahubiriwa maandiko, hawahubiriwi Roho, na ndio maana ile kiu haikati. My God, my Lord. Wainjilisti wengi ndivyo wanavyofanya. Wachungaji wengi ndivyo wanavyofanya. Kuna wangapi wanamhubiri Yesu? Unajua injili sio hiyo. Injili sio barua ya Musa. Injili ni habari njema za Yesu Kristo, msingi wake, mjengo wake, bati lake. Yesu Kristo ndio injili, sio Musa. Nilikuja kuhubiria hapo nikwambia kama usiibe, sikuhubiria Yesu, nakuhubiria Musa. Maleenda asia ana asaya ale ataya amanda asoria ate. Mtu mmoja anaweza kusema kwamba kwa hiyo mtumishi, usipohubiri hao kama usiibe, watu si wataiba. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaendelea kuzini kanisani, watazini kanisani usipowaambia, utazini kanisani. Na nafikiri ni swali ambalo ni zuri sana. Ni la logic, na ni mtu lazima ufikirie kweli. Nisekana usipomwambia mtu atazini kweli, usipomwonya kweli atazini kweli. Bwana Yesu, nikuuliza swali. Paulo hakuonya? Alionya. Sisi mhudumu Agano Jipya ni mhudumu Agano Jipya, lakini kile ambacho alikuwa akizungumza ilikuwa sio Musa. Ale manda la mashakaya. Kuna mtu si ananielewa. Yaani napamani usome vizuri zile barua za Paulo, zirudie tena vizuri. Jisome vizuri zile barua vizuri, utajua kwamba alichokuwa anazungumza Paulo sio sheria. Kitabu cha Galatia. Wagalatia sura 5. Tupende natoa mfano. Natoa mfano. Galatia sura 5. Ela asaya. Nelia ase. Natoa mfano tu wa barua ya Paulo. Barua ya kwanza Paulo. Kuna barua nyingi, lakini nataka nitoe kwa mfano wa barua ya nini? Ya Galatia, kama mfano wa kitu ambacho ninakwambia hapa. Kama Paulo alionya, lakini katika namna kuonya kwake alionya kwa njia ya neema. Ngoja uone alivyoonya. Ndio uelewe tofauti ya mhudumu wa Agano Jipya na mhudumu wa Agano la Kale. Galatia sura 5.
Niendelee jamani au ndo umeisha? Bwana Yesu asifiwe. Maana I am loaded. Yaani nimejaa. Natamani mtu akula, yaani chakula ninacho. Natamani mtu akula. Natamani mtu mwenye njaa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ile sura 5 anaanza pale mstari wa kwanza. Anasema hivi: katika uungwana huo alituandika huru. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nianzie hapo au nirudi nyuma kidogo. Naomba nirudi nyuma kidogo. Kwa sababu ukiangalia hapo actually kwenye Biblia ile ya Kiingereza pale inaonekana kuna uendelezo kati ya sura 4 na sura 5. Unajua nikwambie kweli ni kwamba hizi sura na hii mistari na hii sura 5 si sura ngapi haikuwepo wakati barua inaandikwa mara ya kwanza, ila imewekwa kwa ajili ya reference. Iliwekwa na wasomi na wanasiolojia ili tuweze kufanya nini? Tuweze kufanya reference. Lakini barua ilikuwa ni moja, imeandikwa moja mpaka chini. Bwana Yesu. Kwa hawa wasomi ndio walikatakata namna hii tupate nini? Tupate references, ndio? Naelewa? Naelewa na watumishi. Tukianza ule mstari wa 21 sura ya 4, 21 anasemaje? Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Umeelewa? Umemsikia anaposema? Mstari wangapi? Sura 21. Galatia sura ya 4 sura 21 inasemaje? Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya nini? Sheria. Je, hamuisikii sheria? Yaani hamjawahi kuisikia sheria inavyosema? Inasema hivi, sura 22. Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja wa muungwana. Unafahamu Ibrahimu alikuwa na watoto wawili. Unakumbuka? Mwana mjakazi wa nani? Ishmaeli, si ndio? Na nani? Na Isaka. Unakumbuka? Unakumbuka? Ndio. Mstari wa 23. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili na yule wa muungwana kwa ahadi. Umenielewa? Ndio. Mstari wa 24. Mambo haya husemwa kwa mfano. Kwa nini? Kwa mfano. Kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Yaani hawa watu wawili wa Ibrahimu ni kama mfano wa maagano mangapi?
Kwenye mstari wa 37 anasema kama maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa usiyezaa, paza sauti uliye, wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi wazao wa rohoni ni wengi kuliko wazao wa kimwili ambao ni Waisraeli wa kimwili. Ndio maana yake. Na hili andiko linapatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54 pale. Utasoma ile andiko inasema kwamba piga kelele wewe usiyezaa, wewe uliyetasa, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko yeye aliye na mume. Bwana Yesu asifiwe. Na mnafahamu pale kwenye kitabu kile cha Isaya, ukiendelea ile mstari wote pale ndio utakutana ile andiko linasema kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako. Hiyo ahadi imeandikwa kwa wazao wa muungwana. Ile kila silaha itakayofanyika juu yako sio kwa wazao watumwa. Na ndio maana kuna Wakristo ambao wanaishi kwa sheria kwa sababu hawajajiweka kuwa wazao wa muungwana, wachawi wanawatesa. Wanaonea kwa sababu ile ahadi ya kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa ni kwa ajili ya wazao wa ungwana, yani wazao wa imani, wazao wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeelezea mara ya kwanza nikasema kwamba kuna wajenzi wa aina mbili. Kwa hiyo ili uweze kukaa ndani ya Kristo unatakiwa ujue kuwatofautisha. Tuendelee. Wakati nasoma hapa niliwaambia kwamba tutaangalia jinsi ambavyo Paulo alionya kuhusiana na namna ya kuishi maisha matakatifu ndani ya hii neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Galatia sura 4:31 inasema kama ndipo ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Sema sisi si watoto wa mjakazi bali tu watoto wa aliye muungwana. Sura 5 sasa mstari wa kwanza inasema hivi, katika uungwana huo, yani katika uhuru huo, uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Umeelewa? Yaani Kristo anasema kwamba ametuweka huru. Na hivyo sasa, kwa sababu tuko huru, anasema hivi, simameni katika huo uhuru, msinaswe tena katika kongwa la nini? La utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe, usiposimama unaweza ukaanguka na ukanaswa tena kwenye kongwa la utumwa la yule mama wa zamani ambaye anaitwa nani? Anaitwa Hajiri. Kama kungekuwa hakuna kuanguka, asingesema kwamba simameni msije mkaanguka tena kwenye kongwa la utumwa. Kwa hiyo kuna uwezekano ukawa umeokolewa na wewe ni mwana huru, ni mwana wa muungwana, ukajirudisha tena kwenye kongwa la utumwa, ukaanza kuishi chini ya mama ambaye sio mama yako, mama wa zamani, mama wa kambo, yule Hajiri ambaye ni Musa. Naelewana watumishi wa Mungu. Mstari wa 2. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Tena nawashuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuhitimisha torati yote. Umeelewa? Hapa anawaremind, anawakumbusha kwamba nawashuhudia kwamba ninyi mnaotaka kuwa kutahiriwa, kwa sababu kutahiriwa ni amri ya Agano la Kale, ni amri ya Musa.
ya kwamba mtu asipotahiriwa anatengwa na taifa la Israeli. Ndivyo ilivyokuwa amri ya kwamba kila mzaliwa watoto wa Waisraeli ambaye ni mwanamume alitakiwa atahiriwe siku ya 8, na asipotahiriwa kulingana na amri ya Musa alipaswa atengwe. Maana imeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 17 pale kuanzia mstari wa 5 ya kwamba mtu yoyote asipotahiriwa nitamtenga hata kuwa mtu wangu. Lakini wakati huu wa Agano Jipya, tohara haiko tena kwa jinsi ya mwili ya zamani ya Agano la Kale, ila tohara yetu sisi ni pale tulipokufa tukazikwa pamoja na Kristo na kisha tukafufuliwa pamoja na Kristo. Nielewana? Haleluya. Amen. Pendelee mbele. Mstari wa 4. Mstari wa 4 nafikiri ndo jambo ambalo mstari wa 4 ni jambo ambalo nafikiri ni jambo ambalo ni la muhimu sana sisi kulielewa sana. Naomba usikilize kwa makini. Mstari wa 4 nasema hivi, mmetengwa na Kristo. Mmetengwa na nini? Mmetengwa na nani? Na Kristo. Ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Umeona yule neno anavyosema? Yaani ninyi mnaotaka kurudi kwa Musa, kuhesabiwa haki kwa sheria, mmetengwa na Kristo. Yaani mmegawanywa mbali, mmetupwa nje na Kristo, ninyi mnaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria. Anasema kwamba mmeanguka kutoka katika hali ya neema, yaani mmetoka katika hali ya kuwezeshwa na Mungu, mmerudi katika hali ya kutafuta haki yenu wenyewe kwa matendo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi kwa roho tunatazamia tumaini la haki kwa imani, kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi. Kwa nini? Hivyo ndivyo Paulo aliwafundisha watu katika Agano Jipya. Mstari unaofuata pale, mstari wa 16. Nitaanza 13. Nataka nikueleweshe sasa namna ambavyo wahubiri wa Agano Jipya wanapaswa kuwafundisha watu namna ya kuachana na dhambi. Mstari wa 13 tunasema hivi: naam, ninyi ndugu, mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili. Yaani mliitwa muishi katika roho na muwe huru, lakini uhuru wenu huo usiwe sababu ya kufuata nini? Ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo, maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili: umpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Mstari wa 16, nasema hivi, enendeni kwa roho, wala hamtaitimiza kamwe tamaa ya mwili. Kwa maana mwili hutamani kushindana na roho, na roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata mwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho, hamui chini ya sheria. Sema tena, tukiongozwa na roho siko chini ya sheria. Kinyume chake ni kwamba ukiwa chini ya sheria haongozi na roho. Umeelewa? Kinyume chake ni kwamba ukiongozwa na sheria hauko chini ya roho. Ndio kinyume chake hicho. Kwa hiyo watumishi wa Mungu ni kwamba tunapaswa kuwa chini ya nini? Ya roho. Tunaendelea pale mbele.
kuongozwa na Roho. Mstari wa 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, falaka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana hayo. Lakini katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa nani? Mstari wa 22, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Narudia tena. Yaani unapokuwa na upole, upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi, maandiko yanasema ya kwamba juu ya mambo kama hayo hakuna nini? Hakuna sheria. Bwana Yesu asifiwe. Na hao walio wa Kristo wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Umeelewa namna kufundisha katika Agano Jipya? Hivyo ndio namna ambavyo wahubiri wanapaswa kuwafundisha watu katika Agano Jipya, waishi katika roho, si katika mwili. Lakini wakianza kuyaamsha wale mambo usi, wanaanza kuamsha tena dhambi. Wanaamsha tena dhambi ndani ya watu. Watu wanatamani wasifanye dhambi, lakini watafanya dhambi. Wanatamani wamtii Mungu. Na ndio maana siku hizi, nikwambie ukweli, naomba unisamehe kwa wale ambao mmezoea hivyo. Siku hizi kila maombi wanayoanza, utaanza kusikia wanaanza na toba. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza na maombi ya toba kama uishi kwenye dhambi. Ni kwa sababu unaishi kwenye dhambi, ndio maana unaishi. Maandiko hajasema kwamba wapendwa kama tunaishi kwenye dhambi. Maandiko anasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9 ya kwamba kila kilichozaliwa na Mungu hakitendi. Sasa matoba yanatokea wapi? Ni kwa sababu wanaishi kwa sheria, hawaishi kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiishi kwa sheria, nikwambie ukweli upendo, utafanya dhambi. Utatamani tu, nikwambie kuna vijana wengi wameokoka, kuna wengine hapo kwenye music department. Kuna wengine wanaimba kwaya, lakini masturbation, wanachati hivi, wanaangalia pornography. Ukija kuuliza, mtumishi, natamani sana niache, lakini nashindwa. Ni kwa nini unashindwa? Nampenda sana Yesu, lakini nashindwa. Nashindwa kujizuia. Nikilala nashindwa kulala, mpaka nafanya masturbation. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wamejengwa kwa msa, ambayo hiyo msa inasababisha dhambi inuke iwashinde. Dhambi ni roho, inaweza ikamkamata mtu ikamshinda, ikamzidi nguvu, ikamshinda, ikamwendesha. Na maana sema kama kila afanyaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na maana kama dhambi inamtumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapa sijaenda kwenye ndani ya Kristo. Naomba tu nimalizie hapa kidogo, alafu tutaendelea siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tayari tumeshaenda muda mrefu sana. Naomba tu nimalizie hapa. Nachotaka kusema ni kwamba ndani ya Kristo ni kuishi katika hiyo neema ambayo Mungu ameitoa. Nikwambie ukweli mpendo wangu. Yaani sijajua kama nielezeje. Maisha ambayo Mungu ametupa ni glorious. Ni maisha ya utukufu, ni glorious. Ni glorious life. Mungu ametupa maisha ya utukufu. Ni maisha ya kutopungukiwa. Ni maisha ya kupanda juu. Ni maisha ya kushinda kutoka hatua hata hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maisha ambayo ametukusudia Mungu ndani ya Kristo. Lakini wengi hawajaingia ndani ya Kristo kwa sababu hawajaiamini hii kweli. Na inawezekana wengi hawajui hii kweli. Na ndio maana hawajaingia. Nikwambie kweli ni kwamba unaweza ukaokoka na usiwe ndani ya Kristo, kwa sababu sio wote wanaokoka wanajaza Roho Mtakatifu.
Kuna wengine ni wabishi wanasema kwamba mimi nimeshaokoka, niko ndani ya Kristo. Nikwambie ukweli ni kwamba unaweza ukaokoka na usiwe ndani ya Kristo. Maana inawezekanaje unasema uko ndani ya Kristo afu baadaye shetani anakuonea? Ni sawa na mtu ambaye anasema kama ameokoka afu hana Roho Mtakatifu. Unapookoka siku hiyo unaenda kwa lugha. Kuna wengine mpaka mfundishwe na muombewe, na ndio maana afundisha sasa hivi ili ya kwamba muamini hii kweli ndipo muingizwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka wale watu ambao waliokolewa? Kuokoka ni kama vile kutolewa Misri kwa wana wa Israeli. Walipotolewa Misri ndio waliingia watu wawili tu. Kwa hiyo unaweza kuokoka lakini usiingie kwenye raha yake. Unaweza ukatolewa Misri afu usiingie kwenye nchi yake ya Kanaani. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya jangwa pale kuna mambo mengi. Ndani ya jangwa kuna watu ambao hawakumwamini Mungu wakaangamia. Na ndivyo ilivyo hata leo, watu hawaamini. Ukiwaambia kwamba Mungu amekuita ndani ya Kristo, na ukiingia ndani ya Kristo Mungu atakupa ule uwezesho. Hasa watu wengine ukiwaambia namna hiyo wanadhani kwamba kirahisi namna hiyo. Hawaamini katika urahisi. Wanadhani kwamba Mungu ni ngumu. Wanaamini katika nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwamba kwa sababu hawajaingia, wanaishi nje ya Edeni. Nje ya Edeni kuna laana. Yaani as long as haujaingia uko nje ya Edeni. Na kama uko nje ya Edeni, hauko nje ndani ya Kristo, kuna laana, kuna magonjwa, kuna kufiwa, kuna kila aina ubaya nje ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wiki ijayo tutaendelea tena kuchimbua kwa undani nini maana ya kuwa ndani ya Kristo. Na kabla tusimama kwenda kuomba, nataka nirudie ile andiko kwenye kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 3. Andiko hili tunasema kwamba atukuzwe Mungu aliyetubariki kwa nini? Kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Kwa hiyo ndani ya Kristo umebarikiwa kwa baraka zote. Kwa hiyo unapokuwa nje ya Kristo hautaziona hizo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tusimame, tenda kumshukuru Mungu, tenda kuomba kila mmoja. Unaweza tuwakatisha hiyo. Unaweza tuwakatisha ukaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amejengwa. Kuna mtu ameelewa. Ingia TB Jesu alikuwa anaulizaga watu. Nakumbuka wakati fulani TB Jesu alikuwa anapaga watu maiki. Wanatoa summary ya kile ambacho kimefundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nitakuja niwainue nitoe summary. Umeelewa nini? Umejifunza nini? Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba kwa hili neno kuna mtu amejengwa. Kwa wakati